Kimbia. Kanogo hapa kwenye tuko Kanogo kabisa, hapa ni Kanogo. Tulipokuwa tunaikala pale kumulima ya Gongwa, adui akafika usiku na makatrere, adui akatuingia hemo pale. Ni jambo la shukrani sana kuweza kupata fursa nyingine kama hii ya kuja kuwa pamoja nawe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko. Ujambo na karibu kuweza kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kama kawaida tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo mpendwa msikilizaji, ili uendelee kupata taarifa hizi kutoka kwenye uwanja wa vita mashariki mwa DRC, na kusihi wewe kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare kwa walio wengi na waendelee kuzipata kama kawaida. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea uko kwenye uwanja wa vita. Hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako unaendelea kutufuata kwa muda na saa kama hizi. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Kanyola, uko ni tarafani wa Lungu, ambako mji wa Kanyola uliopo katika tarafa la Walungu jimboni Kivu Kusini umeripotiwa kubaki mtupu bila wakahaji kufuatia mapambano makali ambayo umeripotiwa hapo jana tarehe 21 Novemba mwaka wa 2025. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa vyanzo vya ndani, vikosi vya AFC M23 vilivamia na kushambulia ngome za wazalendo zilizopo katika maeneo ya Kanyola Ngambo. Shambulizi hilo liliibua makabiliano makali na ya muda mrefu, hali iliyowalazimu wakaaji wengi kuyakimbia makazi yao kwa hofu ya kuingia katikati ya mapambano. Mkaaji mmoja wa eneo la Kanyola ambaye hakutaka kutajwa jina lake kwa sababu za kiusalama amethibitisha kutokea kwa makabiliano hayo, akisema kwamba milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, na hivyo iliwalazimu wananchi wengi kuweza kukimbia makazi yao na kutafuta sehemu salama zaidi. Kuanzia muda tumeshukuru Mungu kwa tuko wazima leo, tumeshukuru Mungu kwa tuko wazima, lakini kwenye mapambano makali meripotiwa katika groupement Kanyola, lokalite yenyewe wameita Chindubi, lokalite yenyewe imeitwa Chindubi. Wa M23 walitoka Walungu na kwenda shambulia ngome za wazalendo, walitoka ko 400 soda M23 na kwenda shambulia makao ya wazalendo kule Chindubi. Kwa sai senta ya Kanyola imezibitiwa tena na wa M20. Antuka vraiment mapambano ilianza tangu mwanzo wa 12h mpaka muda hii wameendelea kupambana kule Kanyola. Hali sio nzuri. Kwa sasa hatujajua population iko nakimbia sana, inakimbilia, wamoja wameenda Izege, wengine wameenda sijue mahali mbalimbali katika senta ya Wadungu, wengine wameenda Maninja, wengine wameenda sijue wapi na wapi Makalonge. Ni kwa ile tu. Sasa mji wa Kanyola hamona hata mtu mmoja wa toni, hamona hata toni moja ya mtu. Mji wa Kanyola imezibitiwa kabisa. Baada ya makabiliano hayo, hali ya utulivu wa tahadhari iliweza kushuhudiwa, lakini wasiwasi bado endelea kutanda katika maeneo hayo. Taarifa zinaonyesha kuwa waasi bado wapo katika baadhi ya maeneo ya Kanyola, jambo liloongeza hofu kubwa miongoni mwa wakaaji waliokimbia katika vijiji jirani, wengine misituni. Hadi sasa idadi kamili ya waliokimbia na madhara yaliyosababishwa na mapambano hayo bado haijajulikana rasmi, huku juhudi za mawasiliano zikiendelea kufanyika na mamlaka ili kufahamu ni kipi ambacho endelea kwa sasa katika eneo hilo la Kanyola. Mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, uko tarafani wa Lungu, ambako kumeripotiwa mapambano kwa muda wa siku 3 sasa mfululizo sehemu mbalimbali.
Na tukiachana na habari za ukoo wa Lungu, moja kwa moja jelekezi pia uko maeneo ya Mwenga kwenye kijiji cha Kanogo, ambako kijiji cha Kanogo kinachopatikana tarafani Mwenga jimboni Kivu Kusini kimeendelea kuwa salama baada ya mapambano makali kati ya wazalendo na wahasi wa AFC M23. Vikosi vya wazalendo vimefanikiwa kuwarudisha nyuma maadui wa M23 na kuchukua udhibiti wa eneo hiyo baada ya mashambulizi makali yaliweza kuleta hofu miongoni mwa wakahaji. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyohusiana na wazalendo, vimesema kuwa mapambano yalikuwa makali na yalidumu kwa muda mrefu. Wahasi walijaribu kuchukua udhibiti wa ngome za wazalendo zilizoko katika maeneo ya Kanogo, jambo lililosababisha milio ya silaha nzito na nyepesi kusikika kwa muda mrefu katika kijiji hicho na maeneo mengine jirani. Hatimaye wazalendo walifanikiwa kuimarisha ngome zao na kuwafurusha wahasi wa M23, hivyo kurejesha hali ya usalama kwa muda. Vyanzo vya usalama vinathibitisha kuwa juhudi za wazalendo zimewawezesha kudumisha udhibiti wa kijiji na kuhakikisha wakahaji wanarudi kwenye maisha yao ya kila siku bila hatari yoyote ile. Lakini licha ya wazalendo kuweza kuchukua udhibiti wa eneo hilo, hali bado ni tete, huku wananchi wengi wakiwa wamesalia bado mafichoni wakitazamia hali ya usalama jinsi itakavyoendelea ili waweze kujitokeza na kuja kuanza maisha yao ya kawaida. Huyu hapa ni mmoja kati ya makamanda waliotekeleza mashambulizi dhidi ya wahasi kutoka huko maeneo ya Kanogo. Anaeleza picha halisi ya jinsi ambavyo mapambano yalivyokuwa na muda ulioanza mapambano kati yao na wahasi wa M23. Msikilize. Hapa ni Kanogo, hapa kwenye tuko Kanogo kabisa. Hapa ni Kanogo. Tulipokuwa tunaikala pale kumulima ya Gongwa, adui akafika usiku na makatrere. Adui akatuingia hemo pale, tukalala tuko na adui pale. Kulamuka kabisa, tunalamuka masasi ya adui. Adui tukamkimbiza. Adui ule Muravya anadeborde kuingia Muravya. Adui ule anakimbilia Kanogo. Kanogo hapa kwenye tuko size tumesha fieka kabisa. Adui iko naenda anapita kabisa, na hivi adui tunaanza mpudiria kumungini ya mulima ya nani ya Wingwa. Kuwingwa kabisa mulima hiyo mnaona mbele hapo ni kuwingwa. Ni kuwingwa pale kabisa. Ni kundi kabisa inayoongozewa na Generale na Mtaga Omar. Officerance wake ni yeye mwenyewe Generale Huruma Sadiki Landa Bango, na Adi Miloge wake ni Ruhota na Kabaka. Tuko hapa kabisa, tumekuja kudhibiti eneo za M23. Walikuwa wakitoka Kageregere wakipitia pale maeneo za nani za Gongwa pale kabisa, ndio tulikuwa tukifunga. Njoo pale kabisa, adui akatutokezea pale, na hivi kabisa tuko napambana moja kwa moja hapa kabisa. Hapo ni Kanogo, hizi manyumba mnaona Kanogo hii yote, hii ni Kanogo hapa kabisa. Hii ni Kanogo hapa, tuko Kanogo hapa kabisa. Biziba ile inaonekana mbele kule. Huyo ni moja kati ya makamanda wa kizalendo kutoka huko Kanogo, ambao walikuwa miongoni mwa wale waliotekeleza mashambulizi dhidi ya vikosi vya wahasi wa M23, wakizungumza kuhusiana na hali halisi iliyoko kwa sasa na kile ambacho kiweza kutokea baada ya wahasi kuweza kuondoka maeneo hayo ambako walikuwa na nia ya kuweza kuingia na kudhibiti kama kawaida yao. Na tukitoka jimboni Kivu Kusini, sasa tujelekeze huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako licha ya makubaliano ya mfumo wa ushirikiano iliyowekewa saini wiki iliyopita kati ya serikali ya DRC na wahasi wa M23 kwa Qatar, na kuwepo kwa makubaliano ya usitishwaji wa mapigano,
mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali katika kati ya waasi na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo likisaidiwa na wazalendo. Ijumaa tarehe 21 Novemba mwaka wa 2025, kijiji cha kwanza cha kundi la Waloa-Yungu katika eneo la Walikale kaskazini mwa Kivu kimeingia mikononi mwa waasi wa AFC M23 baada ya mapambano makali dhidi ya wazalendo. Kwa mujibu wa katibu wa utawala wa kundi la Waloa-Yungu, waasi kutoka katika maeneo ya Lubarike walivamia ngome za wazalendo, wakawashinda na kuchukua udhibiti wa kijiji cha Kaliki. Bisika Bwira ameongeza kuwa mapambano makali bado yanaendelea kati ya pande hizo mbili. Waasi wanajaribu kusonga mbele katika maeneo ya Ngenge, kijiji kingine katika eneo hilo ambacho wananchi wanakimbilia tangu asubuhi ya asubuhi ya tarehe 21 Novemba mwaka wa 2025. Hali ya usalama imezidi kuwa tete katika eneo hilo, huku mapigano yakiripotiwa hata pembezoni mwa kundi hilo, ikiwemo Kibanda upande wa mashariki na Bitoi karibu na Mahanga kwenye lango la kusini mashariki mwa Waloa-Yungu. Wakati huo wakahaji waendelea kukimbia makazi yao wakitafuta maeneo salama kujiepusha na ukatili wa vita ambavyo endelea kuripotiwa kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo wakiwasaidia jeshi la taifa FARDC. Na tukisalia tu uko jimboni Kivu Kaskazini ambako mapambano endelea kuripotiwa muda wote, ni kwamba mapambano makali ya waasi wa AFC M23 na wazalendo yameripotiwa tena tangu asubuhi ya Ijumaa tarehe 21 Novemba huko maeneo ya Kibanda katika sekta ya Osobanyungu wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama huko Walikale, waasi ambao wamekuwa wakijipatia nguvu kwa askari na risasi kwa siku tatu mfululizo walizindua mashambulizi dhidi ya ngome za wazalendo katika mji huo wa Kibanda. Silaha nzito na nyepesi zimetumika katika mapigano haya na kusababisha hofu mkubwa kwa wakahaji wa Kibanda na vijiji vingine jirani. Vyanzo vya eneo vinasema kuwa waasi wanaoshambulia ngome ya wazalendo huko Kibanda wametokea maeneo ya Kasopo, moja ya ngome kubwa katika eneo hilo. Licha ya makubaliano iliyotiliwa saini huko Qatar kwa lengo la kutafuta kusitishwa kwa vita mashariki mwa DRC, hali ya usalama endelea kuzorota maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan na jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Kijiji cha Kibanda kina umbali wa kilomita 3 tu kutoka maeneo ya Buhimba, kijiji cha kwanza cha eneo la Walikale, katika njia ya Nyabiondo, Kasopo, Mua pamoja na Ndoto. Kuanguka kwa Kibanda, waasi wanaweza kupata nafasi ya kusonga mbele kuelekea maeneo ya Kimua na Ndoto, maeneo ambayo tayari yako katika hali ya tahadhari na wasiwasi mkubwa kutokana na mapambano makali ambayo yanaendelea. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba uko salama na unaendelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili kutoka Amani TV Media. Mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Matangazo yanayopata moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii YouTube, ukiandika tu Amani TV Media, hapo utakuwa unajiunga nasi, lakini pia kwa Shabunda unatunasa vema kupitia Radio Mutula FM. Na sasa tujielekeze kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi. Kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi siku ya leo tutafahamu mengi kuhusu nguvu za waasi ziko wapi na ni kipi wazalendo wanashauriwa kufanya ili kushinda vita ambayo endelea kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo kuwa nami ili upate kusikia kile ambacho tunakuletea kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi. Fahamu kuwa kipindi cha Sauti ya Mwananchi kinakupatia fursa ya kuweza kutoa maoni yako kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC. Hivyo pia unaweza kujiunga nasi moja kwa moja ikiwa una pendekezo au wazo ambalo
unahisi kuwa ni muhimu kuhusu ufumbuzi na upatikanaji wa hali ya usalama mashariki mwa DRC, unaweza kutuandikia moja kwa moja kupitia namba ambazo zinapita hapo kwenye video, na tutakupokea mara moja bila ubaguzi wa rangi, lakini pia bila ubaguzi wa kabila. Sasa leo na kualika kumsikiliza kwa utulivu kabisa mwalikwa wetu wa siku ambaye ana pointi muhimu sana ya kuonesha nguvu za wahasi wa M23 ziko wapi, lakini pia wazalendo wanatakiwa kufanya nini ili kuhakikishia kwamba wanakomboa na kushinda vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa DRC. Ukiangalia wazalendo wanaendelea kutegemewa, lakini inasemekana ya kwamba na wao wanajiingiza katika siasa ya Kinshasa. Sasa mpendwa msikilizaji, huyu hapa mwalikwa wetu akichambua kwa kina zaidi kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa DRC, upande wa wazalendo lakini pia upande wa wahasi wa M23. Na kuacha mikononi mwake, msikilize. Unaona ile AFC ya Nanga na M23 ya Kabila, au tuseme Bisimwa Juenjo anaonekana nyuma ya ile force, uyue kuko banilotike ba mapei yote ba dunia nzima beko nyuma, lakini huko mbele tuko naona bengine ile M23 na mapei voisin yenye Kanambe alibapatia makarie minier, regime ya Kinshasa na kuya kubakatalia bote beko nyuma ya M23 juu ya kutosha Chilombo. Bo abana na besoin ya kusema banilotike hivi na hivi batusi bataka kufamia ncha, bo beko na besoin ya kubasaidia juu barudilie mu makarie minier yabo. Sasa nataka kusema nini mheshimiwa, unisikilize. Kenda nataka kusema ni nini? Hii force yote yenye iko kunyuma ya M23, nguvu ya hii force inaonekania ku M23. Ndio kwenye kunaonekania sa nguvu. Maana yake nini? Leo hii kila grupe iko na generale wake. Kila grupe iko na kordo wake. Kila parti politiko militaire iko na wasimamizi wake. Hii maparti politiko militaire yote ni amba wazalendo. Aba ukabauliza ni banani, tuko ba wazalendo. Aba bengine ukabauliza mweni banani, tuko ba wazalendo. Mwebo wote jina moja, wazalendo. Sasa kwa nini mnashinda kuwa na komite moja? Leo hii mkakutana mheshimiwa, mkakutana pamoja, wana General Makanaki pale, General ya Kutumba pale, na we uko pale, na ba general bengine beko pale. Mukaulizana murenyo yenu, pourquoi mulibeba bunduki mupigane vita? Nadhani response yenu itakuwa moja. Kama response yenu iko ni moja, jina yenu moja, kwa nini mnashinda kuwa na komite moja? Sasa narudia juu nilitaya AFC M23 ili nipate kufikisha message yangu kwako. Message yangu ni hii. Unaona AFC M23 sinjo nye si tuko naona huku, lakini ndani kuko ma pays na ma ONG fulani na ma association fulani yenye kuna basoutenir. Ndio sasa vile na mwe hivi muko na maparti yenu, kila mtu na ekipe yake, hatuyamiambia mvunje, ila tunamiomba hivi mkutane. Mkisha kukutana ndio sasa munafanya komite moya yenye iko na miunga mwebote, komite moya yenye itatembeza objectif yenu, sababu objectif ya mwe kukamata bunduki ni kumpiga adui na kupigania nchi yetu. Objectif yenu ni moya, jina yenu ni moja, wazalendo. Nchi yetu ni moja, Kongo. Basi kumbe mungifanya na mwe kitu kenye munakiweka mbele, kile kitu kinakuwa soutenu sasa na hii maparti politiko militaire yenu. Maparti yenu itakuwa marenyo, mtakuwa nafanya kila kitu, kuko ile komite yenye munaiweka mbele, dunia nzima inaiona ni ile komite. Utaona mapei itapata njia ya kunisaidia. Mapei mbalimbali ile yenye mtaenda kuilomba itasaidia. Meme ba Kongole, aba ba wazalendo non arme, bebe ko Mkongo na bale beko nje ya Kongo, batasaidia ile kitu, batakuwa na soutenir ile kitu. Unaona? Deja hamtakuwa nasemaka mu marezo sosio kutuma maaudio nini, parce que ile ekipe mtafanya
mtatia president, vice president, deuxième vice president, secrétaire nini, porte parole wa ile mouvement nini. Ile mouvement ndio tunakuwa naiona sasa. Huku chini iko soutenir na hii maparti yenu. Kule mbele tunaona ile komite nye munaweka pale na mwenye kushapote na ile komite munawekea deux branches ya ba generaux pale ba seigneur de guerre ba kizalendo, munaweka administration yake na commandement inakuwa moya, na munaweka ba civile benye batakuwa charge na politique, be bataanza kwenda na tembe ma pays mbalimbali kwenda na lomba, na mutakuwa na ya comment vile mutajiorganiser pour que ba congolais bawe bana misaidia meme $1 nini kufatana vile mtakuwa mnajiorganize ma numero yenu, ma compte yenu ya banke, batu wanakuwa nenda na deposer ma msaada mbalimbali, ile kiloko na ile nyingine mtakuwa na lomba na ile, yani mtajiorganize, mtajiongeza. Hivi unasema mambo ya kupiga sijue nini Kamanyola, sijue kwenda kubamba Bukavu nini, ni vitu vyenye mtakuwa mnaviongea pale na mtapanga kila kitu na atake itakuwa inaanza. Adui hana nguvu mheshimiwa. Adui kama mnamfungulia 10 francs 10, munaifungula tu 10 francs kwa mara moja, susi yenu ni kubaderanger kule pour que muweke force fasi moja hivi, mutakamata ile fasi yenye mko nayo besoin, juu batakuwa distrait na batapeleka marafor kule, na mwa mnakamata fasi nyingine, mutamwambrie adui. Na kama leo adui anajimpose ukamata de ville na kwenda kumadoa na Washington kwenda kusinye, ile ndio strategie ya adui, kwa sababu mutusi angali kiloko eko anapitia nyuma haba ba Kongole ba fenea be bajelewi na hii ma rebellion, bana créer rebellion kisha banenda ku makoro. Leo hii Kongo ishaenda ku makoro mara ngapi? Lakini Rwanda Kagame shakaenda kufanya dialogue na Bautu siku ngapi au mara ngapi? Sio na batafuta Bautu sa vile nyama iko natafutiwa kupori na imbwa na bawindai. Pourquoi depuis 1996 tunaanza Kabila anaenda kukutana na Mobutu Afrique du Sud, banaanza madialogue titi kumobutu kufukuza nini, RCD inaanza madialogue na masinyatiri ni nini? Ile yote ni juu ya kutuambrie tukose kuwa na msimamo, kutuflate tushinde kuona politiki yabo vile iko naenda. Ile vita na maakoro ni mapaa beko bana avancer mpaka pale batafika baisha kutuenea, tunashinda ya kufanya mheshimiwa. Sasa ile yote ni nini? Ni juu hamuna na nguvu ya kubanyanganya materenye baisha kubamba. Kama mnabanyanganya pale na bale bekwa doa batajimpose, juu ya nini? Banaona force iko. Sasa mwa mnaikala tu kusema no, tuko ku dialogue. Kama banapeleka gouvernement ku dialogue ni kwa sababu baisha kujikuta beko na nguvu, bana muimpose. Bakisha kuimpose gouvernement, mheshimiwa James Fekadoi, kuko 3 accords. Accord ya M23 le 23 mars 2009, ile accord muko retour ya ba réfugiés Tutsi. Ni réfugiés Tutsi ndio sababu, lakini batakuya ni Batusi ba dunia nzima. Aba tu kiloko beba najita Benyamulenge bana ambrie. Sasa bale beba batakuya accord ya juin hapa 2025 hapa Washington le 27, kuko retour ya ba réfugiés Tutsi yenye gouvernement yetu inasinye na Rwanda. Accord ya Doha yenye banasinye jana hii, le 13 pardon, le 15 jana hii, kuko retour ya ba réfugiés Tutsi. 3 accords iko na meme esprit ya retour ya ba réfugiés Tutsi. Munayo ile politique iko pale, kuko politique gani yenye ko nyuma ya rido? Aba ba réfugiés Tutsi balikimbiaka vita gani? Na réfugié kwa kutafuta arudie kwabo, il faut pays yabo yende kasinye na ile pays yenye balikimbilia. Aone kama sie tuko sie benyewe naba wazalendo naba Kongo naba nini tuko nacheza je ya Batusi bende bakatu elimine. Na benye bana contribuer sana ni ba politiciens, ba députés na mweye ba general ba kizalendo. Parce que vile muko munashinda kuchanga nguvu pamoja na kujiongeza, munaona na mwe munacheza je ya benemi na mwe muko munaujisha nchi.
na mweye munauzisha inchi. Basi hiyo message yangu. Kwa kifupi ni kusema mujiongeze, muwe kitu kimoja, mufanye kitu kikubwa. Mungu atatia mikono, atatia nguvu yake na watu watamisaidia na inchi nyingine tamisaidia kama muko benye kujiorganize. Kama hamuko mwile sense ya kujiorganize, meme ba Kongole batashindwa pa kuanzia juu bamisaidie.